Polisi mkoani Mwanza inamshikilia Elizabeth Chacha, mkazi wa wilayani Nyamagana, mwenye umri wa miaka 30 kwa tuhuma za kutoa taarifa ya uongo kwa alitekwa na watu wasiojulikana ambao walidai walimteka wapatie kiasi cha shilingi 800,000. Tupate taarifa kamili. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Willibrod Matafungwa, amesema kuwa kabla ya kutoa taarifa hizo za uongo, aliwaacha watoto wake 4 akiwemo wa miaka 2 bila uangalizi wa mtu yeyote na kutimkia wilayani Manyoni mkoani Singida kwa mchepuko wake. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumemkamata na tunaendelea kumhoji mwanamke ambaye anaitwa Elizabeth Chacha Mbuchi. Huyo ana umri wa miaka 30, ni mfanyabiashara na mkazi wa mtaa wa Ziwa katika kata ya Butimba iliyoko wilaya ya Nyamagana katika mkoa wa Mwanza, kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa ametekwa na watu ambao hawafahamiki. Ni kwamba siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 8 na dakika 45 za usiku, huko katika mtaa wa Ziwa katika kata ya Butimba, mwanamke huyo ambaye nimemtaja. Kutokana na taarifa hizo, polisi waliendelea na uchunguzi na kubaini hazikuwa za kweli. Watekaji hao walikuwa wanataka walipwe kiasi cha fedha, kiasi cha shilingi 800,000 ili waweze kumwachilia huru. Baada ya kumpa taarifa hizo za uongo mume wake mara moja alitoa taarifa kwa jeshi la polisi na kulishirikisha kuhusu taarifa hizo zilizodai kwamba mke wake alikuwa ametekwa. Na wakati huo mwanamume huyu anapata hizo taarifa hakuwepo nyumbani. Alikuwa amesafiri katika shughuli zake za biashara, ambapo alikuwa katika mikoa ya kusini huko kwa kipindi cha zaidi ya miezi 3 akiwa huko anafanya biashara. Polisi imetoa onyo kwa wananchi kujiepusha na tabia za kutoa taarifa za uongo, vinginevyo watakaobainika atachukuliwa hatua za kisheria, na mwanamke huyo baada ya taratibu za upelelezi kukamilika atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Ushirikiano baina ya Tanzania na nchi ya Korea Kusini katika kutekeleza programu za mafunzo kwa vitendo katika vyuo vya ufundi unatajwa kuwa muhimu katika kuzalisha wataalamu wenye umahiri. Mwandishi wetu Beatrice Gerard ana taarifa kamili. Ni katika ziara ya balozi wa Jamhuri ya Korea Kusini nchini Tanzania ndani ya chuo cha ufundi Arusha, lengo likiwa kuangalia utekelezaji wa mradi wa Innovative Energy Education Program unaotajwa kuwa muhimu katika kuimarisha elimu kwa vitendo na kusaidia kupata wataalamu wanaokidhi viwango vya kimataifa. Mpango huu wa ubunifu wa elimu ya nishati unalenga kuimarisha sekta ya elimu na nishati kwa pamoja. Nishati ina nafasi kubwa si tu katika utekelezaji wa sera za kupunguza hewa ukaa, bali pia katika kukuza maendeleo ya viwanda. Serikali ya Korea itaendelea kuunga mkono na kufuatilia utekelezaji wa programu hii, huku ikiwahimiza wanafunzi kuzitambua fursa hizi na kuzitumia kikamilifu kwa maendeleo yao. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha ufundi Arusha, Profesa Musa Chacha, anabainisha kuwa mradi huo umesaidia kuboresha maabara, vifaa vya kujifunzia pamoja na kuimarisha uwezo wa kufundisha kwa kutumia teknolojia za kisasa. Na leo mheshimiwa balozi alikuja kutembelea kuona utekelezaji wa mradi. Kama mambo makubwa tulizozungumza ni jinsi ya kuendeleza huo mradi na kukuza zaidi, ili kusudi Watanzania wengi wapate nafasi ya kupata elimu bora. Na ni kozi ambayo kwa ujumla ni kwamba ni ya kwanza hapa Tanzania na hata hapa East Africa. Inatoa wahandisi ambao wanaendesha mitambo kwenye viwanda. Kwa sababu hili kuja kipindi kile ambapo nchi ilipoamua kuwa na nchi ya viwanda, ilikuwa lazima tuandae vijana wahandisi ambao wanaweza kusupport hilo ni ya serikali. Naye meneja wa programu hiyo hapa nchini amesema programu hiyo imewezesha wanafunzi kubuni na kutengeneza mashine kwa kutumia teknolojia ya 3D,
hatua inayodhihirisha mafanikio ya ushirikiano kati ya Tanzania na Korea. Tumepata matokeo mazuri kupitia sayansi, ubunifu na teknolojia katika mradi huu, jambo linalotufanya tujivunie mafanikio yaliyopatikana. Tunaamini huu ni mfano bora wa ushirikiano wenye manufaa kati ya Korea Kusini na Tanzania katika kuendeleza elimu ya ufundi na ujuzi. Mradi wa Innovative Energy Education Program ulianza mwaka 2020 kupitia ushirikiano kati ya Chuo cha Ufundi Arusha na vyuo vikuu vya Korea Kusini na unatarajia kukamilika mwezi Machi mwaka 2027. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Zaidi ya wanafunzi 1000 wa sekondari wilaya za Serengeti na Tarime mkoani Mara wameshiriki kongamano la Samia Uthubutu Awards ambalo limelenga kutoa fursa kwa wanafunzi hao kuonyesha ubunifu, uthubutu pamoja na vipaji vyao. Sospita Mabirika ameandaa taarifa ifuatayo. Mkurugenzi wa taasisi ya Nyayo Tanzania ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Serengeti Mary Daniel anabainisha fursa za vijana kujikwamua kiuchumi. Nia yetu na malengo yetu kama Nyayo Tanzania ilikuwa ni kuhakikisha vijana wa Serengeti hawawi sehemu ya malalamiko, bali wanakuwa sehemu ya ufumbuzi na sehemu ya kuleta majibu ambayo yananufaisha Serengeti na taifa kwa ujumla. Wawezeshaji wa kongamano hilo, taasisi ya Nyansao Foundation inatumia jukwaa hilo kuwafunda vijana. Mnapoendelea kusoma, tambueni vipaji mlivyo navyo, mnaweza kuvitumia katika maisha ya kawaida. Wito pia unatolewa kwa vijana kuendeleza vipaji katika maisha. Kwa kuhakikisha tunachochea ujuzi pamoja na ubunifu wao, basi tutakuwa na vijana wenye nguvu sana. Tutakuwa na taifa ambalo vijana hawatakuwa wanapoteza muda bure. Endeni muendeleze kwa sababu ni sehemu ya kupambana na umaskini. Leo naanzisha kitu ambacho hakuna mtu angetegemea kingewezekana. Klabu za Samia Uthubutu Awards zimeleta matokeo chanya kwa vijana. Wengi wanajengewa uwezo kujikwamua kiuchumi. Na klabu hii nilichokipenda zaidi imemfundisha mwanafunzi kutegemea tu elimu. Inatusaidia kuwabaini vijana wenye vipaji, inasaidia vijana kutokuwa wengi mtaani kwa uzembe. Hatua hii inatajwa kuwa ni muhimu kwa vijana katika kukabiliana changamoto za maisha. Kama sisi hapa shuleni kwetu tumejianzishia duka letu, tumeanzisha kantini yetu kupitia hii klabu ya Samia Uthubutu Awards. Tunaweza kuendeleza vipaji vyetu na kuweza kusababisha maisha yetu yaweze kuwa mazuri. Kujifunza namna ya kukikuza kipaji changu na kuweza kufikia hatimaye ndoto zangu. Mgeni rasmi katika kongamano hilo Alex Choya, mhifadhi utalii hifadhi ya taifa ya Serengeti, anawaomba vijana kutumia elimu hiyo kama kichocheo cha maendeleo. Tunaamini vijana hawa ni sehemu muhimu ya mustakabali wa taifa letu la Tanzania, wakiwemo wale watakao kuja kuwa viongozi, wataalamu na wadau muhimu katika kulinda rasilimali zetu, kukuza utalii na kujenga maendeleo endelevu. Taasisi ya Nyayo Tanzania imeendelea kuwajengea uwezo vijana kuwa na ubunifu, uthubutu na kuibua vipaji, hali itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi. Nikiripoti kutoka Serengeti, Sospita Mabirika, Star TV. Wachungaji wa makanisa ya Pentecostal Evangelist Fellowship of Africa PEFA mkoani Mara wametakiwa kuwa wasaidizi wa serikali katika kukemea na kuelimisha jamii kuepuka kutenda vitendo viovu. Tupate taarifa kamili. Si mtu ambaye anapenda fedha. Fedha imeharibu watu wengi sana. Fedha imeharibu huduma. Wito huo umetolewa na askofu wa makanisa ya PEFA jimbo la Mara, Rafael Okeyo, katika kanisa la PEFA Tarime mjini wakati wa ibada maalum ya kuwekea mikono wachungaji wapya 7, akisisitiza kuwa viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kusaidia jamii kujiepusha na vitendo viovu. Mmepewa cheo si kwa ajili ya kwenda kushindana na serikali, au mmepewa cheo sio kwa ajili ya kwenda kufanya mabaya, bali kwenda kusaidia hata serikali yetu kupunguza matatizo katika jamii, kwenda kuelimisha jamii, kuweza kufundisha maadili mema, ninyi mkiwa ndio picha ya kwanza mbele yao. Tunategemea kwa mambo mazuri kwamba mnapotoka kwa kweli serikali pia inaweza kupata faida kwa ajili ya siku ya leo hii ambayo mmewekewa mkono.
tunategemea kuona kwamba mtaleta mabadiliko pale mnapotoka. Okay. Askofu mstaafu wa kanisa la PEFA Stephen Mageri amewataka wachungaji hao kutekeleza wito wao kwa uaminifu, bidii na kujituma katika kuhubiri neno la Mungu kwa ajili ya maendeleo ya kiroho ya waumini. Fanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu. Fanya kazi ya Mungu kwa nguvu zote. Usimpe nafasi ibilisi katika kazi ya Mungu. Kazi hii tumeitwa tumtumikie Bwana kwa ukamilifu mpaka tumalize muda wetu. Nao wachungaji hao wapya wameahidi kuendelea kuhubiri neno la Mungu katika maeneo yao ya huduma, wakisema watahimiza jamii kuachana na vitendo viovu na kuzingatia maadili mema. Ya kwamba tutii wenye mamlaka kulingana na kitabu cha Warumi pale 13, tunaona ya kwamba Mungu anatoa agizo kutii wenye mamlaka, na mimi na niseme tu ya kwamba tunaungana na serikali kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na amani na hakuna maandamano wala hakuna vurugano wala hakuna ukatili wa kijinsia. Na sisi kama watumishi wa Mungu tutajaribu kutetea amani kwa kila upande na kwa kila wakati ambapo tunasimama katika majukwaa yetu kuhubiri, lakini tunaomba tupewe nafasi kubwa kama watumishi wa Mungu kulisemea hili. Tunawasihi kule walipo waendelee kudumisha amani. Pia wafundishe watoto na vijana namna ya kumheshimu Mungu. Jumla ya wachungaji wapya 7 wamewekewa mikono katika ibada hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha huduma ya uinjilishaji na utoaji wa neno la Mungu katika mkoa wa Mara. Jamii imeshauriwa kuzingatia misingi ya malezi bora ya watoto ili kujenga kizazi chenye nidhamu, uzalendo na uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha. Taarifa zaidi na Mariam Emily. Ushauri huo umetolewa na mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, Mhandisi Johnston Mutasingwa katika mahafali ya 8 ya wanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Mushemba Trinity iliyopo manispaa ya Bukoba. Kwa hiyo niombe tuendelee kuwalea watoto wetu kwa maadili bora ili tuweze kuzalisha viongozi bora. Kesho hapa ndo kuna wabunge wa kesho, ndo kuna wakurugenzi wa kesho. Kabla hujamnyoshea mkurugenzi kidole kwamba anafanyaje, je, mtoto wako akipewa nafasi atayafanya yale unayoyataka? Mmiliki wa shule ya msingi Mushemba Trinity, Josephat Mushemba, amesema moja ya kazi inayofanywa na shule hiyo ni pamoja na kung'amua vipaji walivyonavyo wanafunzi wa shule hiyo, huku mwalimu mkuu wa shule hiyo George Muyoza akiwataka baadhi ya wazazi na walezi wenye watoto wanaopata ufadhili kupitia taasisi ya Mushemba kutoa ushirikiano kwa uongozi wa shule hiyo juu ya usimamizi wa wanafunzi hao. Tunajua kwamba ili kusudi mtoto afanye mabadiliko lazima tutumie vile vipawa ambavyo halivyo. Sasa kazi ya kuibua hivyo vipawa unaweza ukavipata hapa Mushemba Trinity School. Baadhi ya wazazi hususani wale ambao watoto wao wanapata ufadhili kupitia program mbalimbali za msaada wa elimu, kutotoa ushirikiano wa kutosha katika kufuatilia maendeleo ya watoto wao kitaaluma, kinidhamu na katika malezi kwa ujumla. Benson Benjamin ni mmoja wa vijana waliowahi kuhitimu katika shule hiyo. Anawataka wazazi kuipa ushirikiano taasisi hiyo ambayo imekuwa ikijitolea kusomesha wanafunzi wanaoishi kwenye mazingira magumu. Wazazi ambao hawaoneshi ushirikiano na walimu ambao wanawaficha wanafunzi, ambao wanawaficha watoto wasije shuleni, ni jambo ambalo linasikitisha sana, kwa kuwa serikali yetu inahimiza sana katika elimu kwa wanafunzi, na elimu ni bure kuanzia elimu ya msingi hadi kidato cha 6, lakini kwa ufadhili huu ambao unaonekana katika hizi shule binafsi ni jambo ambalo linaumiza sana na linakatisha tamaa. Jumla ya wanafunzi 543 wanaotoka katika mazingira magumu wamehitimu elimu ya msingi katika shule hiyo katika kipindi cha miaka 16 toka kuanzishwa kwa shule hiyo. Mariam Emily, Star TV, Kagera.
Na mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nasi. Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me, ni kila siku saa 4:30 usiku, huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. The future is intelligent. The future is here. Are you ready to shape the world with artificial intelligence? At St. Joseph University in Tanzania, study the Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Machine Learning with cutting-edge tools, hands-on experience, and globally recognized certifications. Graduate with more than just a degree in Artificial Intelligence and Machine Learning, Intel and NEC professional certificates, and the skills to lead tomorrow's digital world. Join the next generation of innovators. St. Joseph University in Tanzania, where your dreams are nurtured. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Karibu, na sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani, na leo tuko katika mkoa wa Tanga. Jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi na ya kupikia zinaendelea kuzaa matunda mkoani Tanga, ambapo vijana waliopatiwa ujuzi wa kutengeneza mkaa mbadala na majiko bunifu kupitia mradi wa Ardhi Tanga wameweza kujikita katika utunzaji mazingira na kuongezea fursa za kujipatia kipato. Taarifa zaidi na Queen Yusuf. Kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira unaochangiwa na matumizi makubwa ya kuni na mkaa wa kawaida, jitihada mbalimbali zinaendelea kufanyika kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia mkoani Tanga. Kupitia mradi wa Ardhi Tanga unaotekelezwa na shirika la World Vision Tanzania, vijana wamewezeshwa kupata mafunzo ya kutengeneza mkaa mbadala pamoja na majiko banifu yanayosaidia kupunguza matumizi ya kuni na kuhifadhi mazingira. Mkaa huu tunatumia malighafi za mashambani. Mfano mabaki ya miogo, tunatumia mabaki ya nazi. Mwanzo tulikuwa tunatumia kwa kufinyanga, lakini shirika la World Vision kupitia mradi wa Ardhi Tanga wakatuletea mashine ambayo sasa hivi tunazalisha kwa mashine. Majiko tunatumia udongo wa kawaida tu, kwa hiyo tunajenga kwa udongo. Ukishamaliza hapo tunakaa siku 3, alafu ndo tunalipiga lipu ya saruji. Wanufaika hao wanaeleza kuwa mafunzo walioyapata yamewapa ujuzi wa kutengeneza bidhaa rafiki kwa mazingira, huku yakiwafungulia fursa ya kujiajiri, kujiongezea kipato kupitia mauzo ya mkaa mbadala na majiko banifu. Tunashukuru kwa toka tulipoanza kuzalisha mkaa huu, japokuwa soko bado halijakaa sawa, lakini kipato kimeanza kuonekana. Tumejikwamua, wapo baadhi wengine tumenunua vifaa vya kutengenezea basikeli. Mradi huo umekuwa na mchango mkubwa katika kuunga mkono juhudi za serikali na kuendeleza ajenda ya matumizi ya nishati safi ya kupikia sambamba na kulinda mazingira, kama anavyoeleza meneja wa kanda ya kaskazini kutoka shirika la World Vision Tanzania, Juliana Charesi. Huu mradi tunapata ufadhili kutoka European Union kwa kupitia World Vision Island. Ila pia tumezidi kufanya na serikali katika kuunga
juhudi za Mheshimiwa Rais katika masuala ya nishati safi. Kupitia mradi huo zaidi ya majiko banifu 1000 tayari yametengenezwa na kusambazwa kwa wananchi katika wilaya za Pangani, Handeni, Kilindi na Mkinga. Tayari katika wilaya hizi 4 tumeweza kufundisha vijana na vijana hawa wametengeneza majiko banifu zaidi ya 1200 na majiko haya yanapunguza matumizi ya kuni kwa asilimia kati ya 40 mpaka 60. Mimi ninashukuru sana kwa sababu macho ni mabovu, zile kuni zinaumiza macho. Sasa hivi kwa hili jiko Mungu kanisaidia, yani Mungu amipe baraka. Mwakilishi wa shirika la World Vision kutoka nchini Ireland ametembelea mkoani Tanga na kujionea utekelezaji wa mradi huo. Amesema ameridhishwa na mafanikio yaliyofikiwa na vijana katika utunzaji wa mazingira na kujiongezea kipato. But the focus of this project is not just on reforestation, it's also on ensuring that young people in Tanga have access to alternative livelihood supports. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Mtazamaji, hilo ni jicho letu mkoani, na leo tulijikita katika mkoa wa Tanga. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Tafadhali endelea kuwa nasi. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Serikali imesema kuwa mafanikio ya sekta ya kilimo yanapimwa kwa kuangalia kiasi cha mazao yanayozalishwa, uongezaji thamani mazao hayo pamoja na ushindani wa soko. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omari Hussein. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amebainisha hayo kwenye ufunguzi wa maonesho ya 88 kanda ya Mashariki inayojumuisha mikoa 4 ya Morogoro, Tanga, Pwani na Dar es Salaam, akisema sekta za kilimo, mifugo na uvuvi ndio muhimili wa uchumi na ndio sababu ya serikali kutazama kwa karibu sekta hizo. Ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 ni muhimu. Inatukumbusha kuwa uzalishaji wa kisasa lazima uanze kwa kuelewa mahitaji ya soko. Ni zao gani linahitajika, kwa ubora gani, kwa kiwango gani, katika kipindi gani na kwa soko lipi. Amesisitiza pia uzalishaji huo unahusisha matumizi ya teknolojia na zana za kisasa, kuzingatia pia uhifadhi, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ubora na bei pekee havitoshi. Uwezo wa kuthibitisha historia ya bidhaa na uzalishaji endelevu inaongeza imani ya wanunuzi, kufungua masoko mapya na kuiwezesha bidhaa kuuzwa kwa bei nzuri zaidi kutokana na thamani yake kuongezeka. Kinachosisitizwa ni wakulima kutumia vema maonesho hayo, kujifunza njia bora za uzalishaji, kuendeleza shughuli wanazofanya. Waje hapa ili wanufaike na maonesho haya ambayo ni msingi wa kuonesha teknolojia mbalimbali za kilimo na zinazopelekea kwenye biashara. Ni siku ya kwanza ya maonesho hayo ambapo tayari washiriki wamekwisha jitokeza kutoa fursa kwa wakulima kujifunza mbinu mpya, lakini pia matumizi ya teknolojia. Kwa kutumia teknolojia mzuri Protil, kwa muda wa saa moja kwa mashine hii ya mita 3 unaweza ukalima, ukapanda, ukaweka mbolea kati ya eka 5 mpaka 7.5 kwa mashine hii ya mita 3.
pengine start ndio wanatoa sema ambazo hazina. Mmoja pia ni mfugaji. Hichi kimfuko kimoja kwa wastani kinakupa kati ya gramu 200 mpaka gramu 250. Kwa hiyo walau kwa makadirio wakina mama ambao wanazalisha kila mwezi wanakuwa na uhakika wa kupata kuanzia 300,000. Tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050 ndio kauli mbiu inayopamba maonesho haya ya 8 mwaka huu 2026. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Mkuu wa Manyara Beno Malisa amezitaka taasisi zinazosimamia mbolea na mbegu kuhakikisha pembejeo zinawafikia wakulima kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo. Taarifa zaidi na Lawrence Simkonda. Malisa ametoa wito huo alipokuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa maonesho ya wakulima wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini yanayofanyika katika viwanja vya John Mwakangale hapa jijini Mbeya. Tunaomba maandalizi yaanze mapema. Wenzetu wa Islamu wanasema kanzu ya Ijumaa inafuliwa Jumatano. Sasa na sisi maandalizi yetu ya mbolea na mbegu tuhakikishe hayavuki mwezi wa 8 yawe tayari. Kwa upande wao, meneja wa TFRA kanda ya Nyanda za Juu Kusini Joshua Ng'ondia pamoja na meneja wa kampuni ya mbolea Tanzania TFC mkoa wa Mbeya Laurent Otaru wamesema taasisi zao zimejipanga kuhakikisha upatikanaji wa usambazaji wa mbolea unafanyika kwa wakati ili kukidhi mahitaji ya wakulima. Ishu ya kwanza, tunahimiza utambuzi wa afya ya udongo, kwa maana tupime afya ya udongo katika mashamba yetu ili tuweze kutambua matumizi sahihi ya mbolea, kwa sababu ukipima udongo utatambua kule chini kiwango gani cha virutubisho vipo au kiwango gani cha uchachu wa udongo upo kwenye udongo wako na kuweza kurekebisha. Lakini bado tunatoa hofu kuhusu msimu huu kwamba mbolea za kupandia DAP zitapatikana za kutosha, ukiachana ambayo inaingia sasa hivi tani 33 kwa tani 25 nyingine ambayo tunategemea iingie kabla msimu haujaanza. Baadhi ya wadau wa kilimo wamesema maonesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu la kuwaunganisha wakulima na wadau wa sekta ya kilimo pamoja na kuwapatia elimu hususan pembejeo na fursa mbalimbali za uzalishaji. Tumejengea uwezo wale mawakala wetu ambao wapo katika hizo sehemu za vijiji, na cha tatu tunahakikisha hizi mbolea zinafika katika sehemu za vijiji. Hapa tuna wakulima ambao wanafanya biashara, pia wanaweza kuwekeza katika hii biashara ya kusambaza gesi ya kupikia ambapo inaweza kufikia wananchi wengi, na sisi basi kama mamlaka hao wafanya biashara ambao bado hawajapata hii elimu wakaweza kuingia kwenye hili soko, tukawapa leseni ili wasambaze huduma, wananchi wengi waweze kufikiwa na huduma hii. Maonesho hayo yamebeba kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija kuelekea dira ya taifa mwaka 2050. Yamewakutanisha wadau wa kilimo kutoka mikoa 7 ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini, yaani Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Njombe, Iringa na Ruvuma. Laurent Simkonda, Star TV, Mbeya. Mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za michezo na burudani zitafuata. Endelea kuwa nasi. Watu wana mengi sana ya kuongea kuhusu maisha yangu. Watu wanadhani wananijua sana, ila bado hamjanijua. Siku zote umbea uenea kasi kuliko ukweli. Ulisikia umbea, sasa jua ukweli. Ailis, msimu wa kwanza kuanza Ijumaa saa 2 usiku kupitia Maisha Magic Bongo pekee, DSTV channel 160. Na mtazamaji, ni wasaa habari za michezo na burudani. Baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wamesema kupelekwa uwanja wa Amani Complex mjini Zanzibar mchezo wa ngao ya jamii utakaozikutanisha Simba na Yanga utakaopigwa Agosti 12 mwaka huu kwenye uwanja huo utawanyima fursa ya kuziunga mkono timu zao
kutokana na kushindwa gharama za kufika huko Zanzibar. Taarifa na Mbwana Shomari. Wadau wao wameliomba shirikisho la soka nchini TFF kurejesha mchezo huo wa watani wa jadi uliopigwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam ili kuwapunguzia gharama mashabiki watakaoenda kushuhudia mchezo huo. Dabi ya Kariakoo kupelekwa Zanzibar, naona sasa hivi kama inazoeleka. Si vibaya sana, lakini kiheshima ya dabi kupelekwa Zanzibar kwa uwanja mdogo kama ule, mimi siafiki. Sababu kwanza tunyima fursa sisi wengine ambao hatuwezi kwenda Zanzibar. Tumezoea kwenda uwanjani. Sisi mashabiki tunatoka sehemu tofauti tofauti na tunachapili, tunatumia gharama zetu. Watu mtu anatoka Mwanza, anatoka Kigoma, anakuja hapa afuate dabi, na anapofika hapa mjini atakiwa apande tena boti aende Zanzibar. Kwa gharama zinakuwa zinazidi, kwa sababu imekuwa kama dabi ya ngapi? Dabi kama ya pili au ya tatu inachezeka kule, haichezeki hapa Tanzania. Na kama unavyojua hapa Tanzania mashabiki wa Simba na Yanga wapo wengi na wanamisi yani kuona ule mchezo unachezeka hapa. Umeona? Kwa hiyo kwenye hilo mimi naona kabisa mashabiki hapa Bongo inawaumiza. Kufuatia maamuzi tata yanayojitokeza katika mchezo huo wa watani wa jadi, wadau wao wameiomba TFF kuwaletea waamuzi kutoka nje ya nchi ili kuchezesha mchezo huo wa babe wa soka nchini. Mimi nachokiona waamuzi watoke nje. Maki wa ndani kuna moja na mbili hawatendi haki. Marefa wetu wa Kibongo hapo sisi hatuwaamini sana. Kuna wanapendelea timu za Simba na Yanga. Kwa hiyo angalau kidai marefa kutoka nje wala hawana ushabiki wa Simba na Yanga, sababu ni wageni. Huu mchezo unatakiwa waamuzi watoke nje, sio hapa Tanzania, kwa sababu hapa Tanzania kuna wanaopenda sana timu zao. Bora watoke nje, itapendeza zaidi. Uwanja wa New Amani Complex una uwezo wa kuchukua mashabiki 15,000 walioketi, lakini hata hivyo umepitishwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuchezwa kwa michezo yenye hadhi ya CAF pamoja na FIFA. Ikilinganishwa na Uhuru, ukarabati wake umeisha hivi karibuni na kuongezea uwezo kuchukua mashabiki 20,000. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Grayson Msigwa amesema uwepo wa wataalamu mbalimbali wa ujenzi wa miundombinu ya michezo nchini unawasaidia kuandaa Watanzania kwa kuwapa ujuzi ambao utasaidia nchi kuwa na wataalamu wake wa viwanja watakaoweza kujenga na kuvisimamia baada ya michuano ya mataifa ya Afrika AFCON ya mwakani. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari. Msigwa akifungua mashindano ya 13 ya mchezo wa mpira wa kikapu kwa wafanyabiashara wa China wanaofanya shughuli zao nchini, amesema vijana wengi wamekuwa wakipata ujuzi wa ujenzi na usimamizi wa viwanja vya michezo, ambapo hapo baadaye taifa linaweza kujitegemea kwa kuwa na wataalamu wake wa ndani. Uwepo wao Tanzania sio tu umetusaidia kuimarisha michezo kwa kujenga miundombinu ya michezo. Najua ni kampuni tunazilipa kwa sababu zinafanya biashara, lakini uwepo wao Tanzania unatusaidia pia kupata ujuzi ambao baadaye utatusaidia Watanzania kujenga miundombinu yetu ya michezo sisi wenyewe. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Chen Minjiang amesema ubalozi huo utaendelea kushirikiana na serikali katika kukuza michezo nchini. I hope the association will continue to deliver better services for member enterprises, organize more high quality events and further expand its influence in local communities. Kwa hiyo sasa tuko hapa katika mpira wa kikapu ambao tunaona kabisa Tanzania nao pia inaendelea kukuza michezo hii. Tumeona juzi hapa kulikuwa kuna mechi zingine ambazo zimechezwa barani nchi ya Rwanda. Kwa hiyo na sisi pia tunasema tunajiunga na tunasema michezo ni mizuri kwa ajili ya afya. Kwa hiyo tuko hapa. Kwa mashindano haya 13 ya mchezo wa mpira wa kikapu kwa wafanyabiashara wa China nchini yanashirikisha timu zaidi ya 5 ambayo yatafikia tamati Jumapili hii. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na sasa tujiunge na Godlisten Kisomari kwa habari za michezo za kimataifa. Rais wa shirikisho la soka